vituo vyote viko tayari kwa ajili ya uchaguzi. Tuna vituo 316 ambavyo ni vya uchaguzi. Kwa kila kitu kipo tayari na vifaa vyote tushavipokea, na sasa hivi tumeshavigawa kwa wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi ambao ni maarokata. Huko Tabora vifaa vya kupigia kura vimegawanywa mapema kwenye vituo vya kupigia kura 586 vilivyopo kwenye kata 29, mitaa 134 na vijiji 41 ili kuwezesha wananchi wa jimbo hilo waweze kutekeleza haki yao. Na pia tuna vituo vya kupigia kura 4724 na tuna idadi ya watu waliojiandikisha kwenye daftari la wapiga kura zaidi ya 1,799,000. Wakati maandalizi yakiendelea, chama cha watu wenye ulemavu Tanzania CHAWATA wanaamini tume imeandaa mazingira rafiki ya wao kushiriki katika uchaguzi. Tunaishukuru serikali kwa namna ambavyo imewezesha sisi kwenda kuweza kupiga kura kesho, na kama ilivyo kawaida tunaamini kwamba sisi watu wenye ulemavu kesho kama ilivyo chaguzi nyingine zote zilizopita tutapewa kipaumbele katika kuhakikisha kwamba tunapiga kura bila kupanga foleni na hatimaye kutengeneza mazingira mazuri. Mwisho wa siku basi tuweze kurudi manyumbani, tuweze kusubiri matokeo yatakayotokeza baada ya uchaguzi. Nayo Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imewahakikishia Tanzania kukamilika kwa maandalizi ya zoezi la kupiga kura kwa 100%. Wapiga kura waliosimama kwenye mstari watapaswa kutoa kipaumbele kwa watu wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wanaonyonyesha ambao wamekwenda na watoto wao vituoni. Mbali na hilo, mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi amesema wapiga kura wenye ulemavu wa kutoona lakini wanafahamu kusoma maandishi ya nukta nundu watapewa fursa ya kutumia jalada la nukta nundu. Watapewa fursa ya kutumia jalada la nukta nundu, yani tactile ballot folder, ili waweze kupiga kura wenyewe. Kwa wasioweza kutumia jalada hilo, wataruhusiwa kwenda vituoni na watu waliowachagua wenyewe ili kuwasaidia kupiga kura. Jumla ya wapiga kura walioandikishwa ni 136,650,932 wa Tanzania bara na 996,303 wakiwa wa Zanzibar watafanya maamuzi nani ni nani katika uchaguzi mkuu hapo kesho. Upendo Michael, Azam News.